kwako ni sawa, maana jibu la mjinga ukimya, penzi lako likuwa dawa. Shikamoo mama. Ni upuzi gani unaofanya hapo mwanangu? Na hali ya kuwa umeoa juzi tu. Huyo mwanamke unaomoa yuko wapi na anafanya kazi gani? Mpaka wewe leo hii ukao unafanya kazi za ndani. Mama, unazungumza kitu gani? Ndio kwanza umefika leo, unaanza kuingilia mambo ambayo hataya kuhusu. Ndio nini mama? Hem, subiri kwanza upumzike alafu baadaye tutaongea. Wewe usinitulize. Nimekuja hapa kwa sababu wewe umeoa. Nimekuja kumuona mkeo. Nafika tu mlangoni nakuta ndio unafanya usafi. Ina maana unafanya kazi zote za ndani unafanya wewe. Maana akoa iko wapi? Sasa kwa nini mama unajaji vitu ambavyo hata huvijui? Wewe ndio kwanza umefika leo. Natakiwa mimi nikukaribishe, ukae ndani tuongee vizuri. Haya, wewe unaanza tu kunijaji. Kama mke wangu anaomba nimeamua kumsaidia, kuna ubaya gani mimi kumsaidia mke wangu? Kinaendelea nini hapa? Make niko ndani nasikia mikelele tu. Mke wangu, huyo mimi ni mama yangu mzazi. Nafikiri jana tuliongea kuhusu ujio wake. Kwa sababu utaingia tuoane sasa hivi ni miezi 3 imepita. Na yeye bado hakufahamu. Kwa hiyo ndo amekuja hapa ili mradi akufahamu vizuri zaidi. Kwa hiyo kama ni mama yako ndo aje kwa watu na mikelele asubuhi? Alafu we mama, siku ya pili usije ukarudia tena. Njoo kwenye majumba ya watu kwa heshima na taadhima. We binti, naomba kuwa na adabu angalau kidogo tu. Kwa ajili ya hii ndoa mnaojozesha wenyewe. Umenielewa vizuri? Mimi ni mama wa huyo unayemuita mume. Kwa maana yake kwamba mimi ni mama mkwe wako. Na uwezo kufanya kitu chochote hapa ndani na nikaamua lolote kulifanya sio mtu akunizuia. Na naweza nikaivunja ndoa yako dakika 0 tu. Kwa unapoongea na mimi, jua unaongea na naye na uongee kwa adabu. Umenielewa we binti? We mama, tega masikio yako nisikilize vizuri sana. Hii ndoa mimi sina shida nayo. Mwenye shida nayo ni huyo mwanao na sio mimi. Na ukitaka vunja, pasua, fanya chochote unachokitaka wewe. Nimekupa fursa. Unanielewa wewe bibi? Umenipata eh? Salungi mwanangu. Umeoa ama umeolewa? Mama, ndo kwanza umefika leo. Ile unataka kujua kila kitu kinachoendelea humu ndani. Ungevuta subira basi hata kidogo mimi nikakuelezea kila kitu. Unaweza kuja karibu vitu pasipo mwenyewe kujua. Huna cha kunieleza Sarungi. Kwa picha niloiona hapa, moja kwa moja inaonyesha mwanangu wewe ndio umeolewa. Na ndio maana uliamua kuoa haraka bila kuniambia mimi, unanipa taarifa baada ya kuoa. Kumbe ulikuwa unaolewa. Sasa nimekuja. Kitaeleweka. Kama unaogopa maisha ya kule kijijini, kulima na wajomba zako, tutarudi.
Siwezi kuacha mtoto wangu uolewe tena wa kiume, mzaliwa wangu wa kwanza hapa. Ngumu mwanangu Sarungi. Uamuzi wako ni sawa, maana jibu la mjinga ukimya. Penzi lako likuwa dawa, moyoni mwangu umejanigima. Sarungi mwanangu, kwa nini ukunipa taarifa wakati wa kuoa wala hata kunishirikisha kwa lolote? Hata kama uelewani na wajomba zako, lakini kumbuka mimi ni mamako mzazi. Unapaswa kunishirikisha katika kila jambo linalokuhusu wewe. Umeoa kimya kimya bila hata kunipa taarifa. Unakuja kuniambia siku zimeenda kwa kuogopa kwamba nitakuja kusikia tu kwa watu, itakuwa mbaya sana. Mama, kwanza mimi naomba unisamehe sana. Ila kiukweli ile jambo limekuwa ghafla sana. Na ndio maana nimeshindwa hata kukupa taarifa mapema. Kwa hiyo tu mimi naomba unisamehe sana. Na hata mke wangu yeye ndo alikuwa anataka ile jambo lifanyike haraka iwezekanavyo. Kwa sababu hata yeye pia wazazi wake hawajui chochote kipindi sisi tunaoa. Wamekuja kujua baada sisi tayari tumeshafunga ndoa. Kwa hiyo mimi naomba tu nisamehe mamangu. Kikubwa ameshakuja hapa, basi mimi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Hapo ndo mnapokosea vijana wa sasa. Matokeo yake mmeenda kukuta wanawake ovyo huko, mnaingiza ndani msao nimeoa mke. Kumbe umeoa jana mke tu ambalo halina maana, alieleweki. Kwa nini umefanya hivyo mwanangu? Bado ungenishirikisha nikafanya uchunguzi, nikamchunguza vizuri huyo mwanamke na familia yake, tukajua kama ni mke anayefaa. Mbona sio ulichokifanya? Yule binti unayeita mke nimeoa, anaonekana kabisa hafai kuwa mke. Maana hana adabu hata kidogo. Sijui mtaishije mwanangu. Mama, unajua hizo nyakati zimeshapita tayari. Sasa hivi tupo kwenye ulimwengu mwingine. Mimi na akili zangu timamu mama. Siwezi kuwa mwanamke ambaye ana tabia mbaya wala hana maadili mazuri. Mimi mke wangu ni mwanamke mzuri, ana maadili mazuri na ana tabia njema sana. Na sio yeye tu, hata familia yake ni watu wazuri sana. Kwa hiyo mimi sijakosea kumuoa mke wangu. Ni vile wewe ndo kwanza umemwona leo. Lakini mimi naamini kila kitu kitaenda kuwa sawa na huyu mwanamke mama utampenda. Na utanipa pia hongera, nimeoa mwanamke mzuri. Naona mnakula mama na mwana. Anyway, Sarungi, ongea na mama yako. Nipo zangu ndani na mteja wangu. Kwa hiyo sitaki bugza aina yoyote ile. Samahani binti, sijaelewa vizuri unachokiongea. Mteja wako? Mteja wako kivipi? Na huko ndani huko unaenda kufanya naye biashara gani? Kwa mama hapo haujaelewa kitu gani? Usichokielewa kitu gani hapo? Nipo ndani na mteja, nenda kumburudisha. Kumpa raha, nipate pesa ya kukulisha wewe na huyu mwanao. Kwa hiyo sitaki shida ya aina yoyote kule ndani, mniache nyie, endeleeni kula. Watu wazuri. Umenielewa Au hujaelewa niendelee kukuelewesha tena? Sama hapo wewe binti. Sikiliza nikwambie. Kama hujafundishwa na wazazi wako
mimi nitakufundisha adabu. Kama mwanamke kweli, nyanyua hizo koto zako na mwandazi wako ingia naye ndani. Nitakukanyaga mpaka zatoka kushangaa kama mgongo na treni. Pita hapa nikuone. Pita na huyo mbwa wako. Pumbavu wewe. Huna adabu hata kidogo. Nikampela. Wewe unalaza kumpa mtu hapa. Mwizi mkubwa jehanamu wewe. We mama wewe. We mama kigagula sijui shetani. We mama wewe. Usitake nikukosee heshima hapa mbele ya mtoto wako. Unanisikia vizuri Naenda ndani. We mama. Jiheshimu. Na uheshimu heshima. Sarungi. Naomba uongee na mama yako. Nahisi wewe unanijua vizuri sana. Unanijua. Yeye hajanijua mimi ni nani. Nikibadilika humu ndani, hii nyumba itakuwa chungu. Unanisikia we mama? Kaa kwa password kwenye hii nyumba. Hakija kuleta hicho unachotaka kukifanya. Tumeelewana Mama. Basi nakuomba kwanza hebu punguze hivi vitu. Acha pumbavu wewe. Nafanya hivyo vitu gani? Nimesema hivi, kama mwanamke kwa anajiamini, yeye anafanya yeye ana utamu wa kuwapa raha watu. Pita hapa. Apita hapa ingia ndani. Stop it. Vio. Mimi naona hapa mambo yashakuwa mengi. Kwa hiyo mimi naomba niondoke. After hapo nitakupigia simu. Basi ondoke. No. Kwani wewe mama una shida gani? Unataka nini kwenye nyumba yangu lakini? Unamwona yule wa mtoa nje yule? Ndio alikuwa anatoa pesa ya kukulisha leo humu ndani. Sasa we mama, Mwangalie kwanza, mishavuka hapa Kashumi. Unilisha kitu gani malaya we? Kwenda huko. Wewe unaweza kanilisha mimi? Mpaka nafikia umri umenilisha mimi. Kwa ajili ya uchafu unaofanya huo. Na kama kuna mahali umemkamata mtoto wangu, nimetia miguu ndani ya hii nyumba, kitaeleweka. Tena kitaeleweka kweli. Hakunichezea mbele ya mtoto wangu mimi? Mbwa wewe. hivi ni ujinga gani alofanya mamako mbele ya mgeni wangu? Hivi haujakaa na mamako chini ukamwambia kwamba mimi ni mtu wa aina gani? Mpaka tunaenda kuharibiana riziki. Unajua ukiongea hivyo mke wangu unakuwa unanikosea sana. Kumbuka jana usiku nilikwambia kwamba leo mamangu anakuja kukuona. Kwa hiyo, hii biashara yako ambayo ulikuwa unaifanya, ningeomba kwanza ipumzishe kidogo, atakapoondoka utaendelea nayo. Sasa wewe umeenda kumleta mteja wako na mama yangu yupo, lengo lako nini? Ona sasa ulivyonidhalilisha mbele ya mama yangu. Kwa hiyo wewe kukudhalilisha mbele ya mama yako ndio kitu kinachoonekana sana kwako, si ndio? Na wewe uliniharibia biashara yangu na mama yako. Sikia Sarungi. Hii kazi ndio inayotuweka mimi na wewe mjini. Na ndio inayotufanya tutambe, uvae, upendeze, ung'ae hivyo unavyojiona. Sikia. Kesho asubuhi nataka mamako aondoke nyumbani kwangu. Sitaki kumuona. Hivyo mke wangu. Kumbuka huyu ni mama yangu mzazi. Na amekuja hapa kwa sababu kwangu mimi na wewe. Amekuja hapa mimi nikutambulishe. Sasa unaponiambia mimi nimfukuze kabla tuongea chochote ni kitu ambacho hakiwezekani. Na kuomba unisamehe mimi, lakini pia naomba msamehe sana mama yangu. Nitahakikisha hichi kitu hakijirudii tena. Nitaenda kuongea naye na kila kitu kitakuwa sawa. Siwezi kubadilisha msimamo wangu. Msimamo wangu uko pale pale. Natoka. Nikirudi tutaongea naye anijue vizuri. Baada ya hapo, kesho asubuhi naomba mamako aondoke nyumbani kwangu. Sitaki kumuona. Alafu nilikuwa nasahau. Yule mteja mlomfukuza tulielewana shilingi 50 keshi.
Nikitoa mguu wangu hapa, nikirudi nikute 50 yangu ndani. La sivyo Sarungi, tutaonana wabaya. Nahisi tumeelewana baba, si eti Uamuzi wako ni sawa, maana jibu la mjinga ukimya. Penzi lako likuwa dawa, moyoni mwangu umejanigima. Mambo. Poa. Kwa ninavyokutazama wewe ni mgeni kwenye huu mtaa. Naitwa Kijungu. Naitwa Sharifa. Okay. Samahani kama nitakuwa nakuchelewesha, unataka kuwahi uko unapokwenda. Ila nilikuwa nakuomba nigee angalau hata dakika 5 tu za kuweza kunisikiliza kama utojali. Ongea haraka na kusikiliza. Sidhani kama nitakuwa natenda haki kama binti mzuri na mrembo kama wewe tukaweza kuzungumza maneno yote hapa hapo ukiwa umesimama hivyo. Mimi naomba ufanye kitu kimoja. Nilikuwa naomba unigee namba yako ya simu. After hapo mimi nitakupigia simu. Alafu nitakwambia ni sehemu gani tuonane ili mradi tuweze kuzungumza kwa utulivu zaidi. Bahati mbaya nzuri, sina simu na sina muda kukutana na wewe. Samahani kama nitakuwa nimekudisturb kwa namna moja ama nyingine, lakini nitakuwa mtu wa mwisho kuamini binti mzuri na mrembo kama wewe, hasa ukizingatia ni mwanachuo, ukakosa simu ya kutumia. Mimi naomba uniamini katika hili. Nipatie namba zako za simu. Nitakuwa na mazungumzo mazuri sana na umuhimu wa kuzungumza na wewe. Please naomba usinifanyie hivyo basi. Wewe mkaka mbona sio muelewa? Si nishakwambia sina simu? Au unataka nikutukane nionekane na dharau? Kwani dadangu ukinipa namba yako ya simu utapungukiwa nini labda? Uamuzi wako ni sawa, maana jibu la mjinga ukimya. Penzi lako likuwa dawa, moyoni mwangu umejanigima. Najitahidi nisichachame, lakini bado mzigo mkubwa kichwani. Mwanangu, ni kitu gani hasa kimekupata mpaka kwenda kuwa mwanamke mchafu kiasi kile? Kwanza naomba unisamehe sana mama, lakini Vio ndo mwanamke sahihi kwenye maisha yangu na ndo kila kitu, na hakuna mwanamke yoyote yule ambaye ninayempenda zaidi ya kwake yeye. Mapungufu kwa mwanadamu ni hilo, ni jambo la lazima. Hakuna mwanadamu ambaye amekamilika, kila mwanadamu ana mapungufu yake. Ni kweli mwanangu, kila binadamu ana mapungufu yake, lakini yule mwanamke wako sio mapungufu. Yule ni mchafu na roho mbaya aliyokuwa ndio inayomsumbua. Na laiti ungenitambulisha mapema kwamba ndio mwanamke ambaye unataka kumuoa, usingemuoa. Na kama tatizo ni kwamba huwezi kutafuta mwanamke sahihi kwa ajili ya maisha yako, mimi ningekutafutia mwanamke anayekufaa na ungemuoa, ungeishi vizuri. Yule mwanamke hakufai hata kidogo mwanangu. Usichokijua mama, kwenye hii dunia sasa kumpata mwanamke kama Vio ni ngumu sana. Mama, Vio anafanya vitu vingi sana kwenye maisha yangu. Labda tu mimi nikwambie kitu ambacho wewe haukijui. Vio mimi ananilisha, ananivisha, ananipa kila kitu ambacho mimi ninachokitaka. Na hata hapa ambapo mimi naishi, yeye ndo anagharamika kwa kila kitu. Unafikiri mama naanzaje kumpata mwanamke ambaye anaweza kufanya vitu vyote kwa wakati huu?
Hiyo ni bahati kubwa sana ambayo mimi nimepata. Naanzaje kumwacha mwanamke kama huyo mama? Hata hizo simu ambazo zilizokuwa unanipigia, mara unataka pesa ya kula, mara unataka pesa unaumwa, ni yeye ambaye alikuwa ananipa hizo pesa. Ama yaani kumbe kinachosababisha uendelee kuishi na huyu mwanamke ni hivyo vihera vyake anavyokupa. Anavyoenda kufanya umalaya huko, ukahaba huko kwa wanaume wenzio wanaowauzia mwili wake, ndio hivyo vinakufutia wewe jeuri hapo, unashindwa kumwacha eti mwanamke wa maisha yangu. Vile vile anavyokutumia kama mama, anatoa vio. Kwa kazi hiyo anaofanya. Mwanangu, una shida gani? Una matatizo gani uliokuwa nayo wewe? Nimekulea kwa shida. Nimekusomesha mwanangu, umepata elimu bora. Kwa nini usitafute kazi? Unakaa unafunga tu na makahaba hapa mjini. Unamaanisha nini? Na hili jambo nikwambie Sarungi, sitolinyamazia. Lazima nikawaambia wajomba zako. Maana haya mambo unayofanya ni aibu. Tunakaa kwa unajua mtoto wetu una kibarua chako, maisha unaishi mazuri, lakini kumbe una lolote. Unafunga na makahaba mjini hapa. Si nikakuloga mwanangu wewe. Mama, uambie wajomba, uambie nani, umwambie yoyote yule ambaye wewe unamfahamu. Lakini swala la mimi kumwacha vio ni kitu ambacho hakiwezekani. Mke wangu mimi nimemuoa juzi tu. Kwa hiyo kusema kwamba nimwache ni kitu ambacho hakiwezekani. Kitu kimoja tu mama ambacho sasa hivi unatakiwa ukijue. Ikifika usiku, nataka nikutambulishe vizuri kwa mke wangu na yeye akujue vizuri na wewe umjue vizuri. Baada ya hapo, kesho asubuhi mapema, naomba uchukue kila kilichokuwa chako ambacho ulichokuja nacho, urudi zako kijijini. Sitaki kuingiliwa kwenye maisha yako. Nafikiri mama tumeelewana. Nisikilize nikwambie wewe mtoto. Na unataka kunipanda kichwani. Sikia nikwambie Sarungi. Masikio hajai kuzidi kichwa hata siku moja. Mimi ni mama yako. Ila kama una mama mwingine, uje umtambulishe huyo kaba wako. Lakini sio mimi eti nikae sehemu moja na yule malaya unanitambulisha. Na kuhusu kurudi kijijini, hiyo sio kazi yako. Nitarudi mimi mwenyewe. Umenielewa vizuri? Wewe baki uendelee kufuga na makahaba na maisha kama ndo hayo. Haya. Uamuzi wako ni sawa, maana jibu la mjinga ukimya. Penzi lako likuwa dawa, moyoni mwangu umejanigima. Najitahidi nisichachame, lakini bado mzigo mkubwa kichwani umeshanilemea. Najitahidi. Vipi ndugu yangu, mbona uko hivyo? Acha tu shoga yangu. Yaani hapa nilipo nimechanganyikiwa vibaya sana. Yaani siku yangu ya leo imeharibika kabisa. Niambie kwanza ubaya yake upi? Shoga yangu, mama mkwe sikatimba nyumbani leo. Haya, bikize kama huyo kafata nini? Kikongo asijue kukaa kwake akatulia. Nini kichometa kwako? Acha tu mamangu. Mama mkwe kaja. Anadai kaja kunifahamu. Si unajua toka niolewe sijai kuonana na mama mkwe wangu. Ndio hivyo. Sasa cha kushangaza bwana. Leo si nimekutana na ile danga langu. Yule mtajiri mwenye pesa zake yule. Ndio. Tukaelewana bwana. Nikamwambia baba, hapa hamna kwenda guest. Twende zetu wapi? Geto. Mama mkwe bwana. Kanicharukia mama mkwe. Kaniambia ukiingia na huyo danga ndani na kukatakata miguu, nitakufanya kitu ambacho haujawahi kufanywa. Sasa wewe una wapi mambo kama haya? Wewe jitu kama lile lishatoka huko limekuja pale mama mkwe. Kaja kama kaja kuweka uzio. Wewe tena unataka kufanya kama na wewe ule mama mkwe umempa dawa. Ule mpa dawa mwanaume tu, hujampa dawa mama mkwe. Na ndio maana kaja kukuzuia. Na danganyesi ndio ile tuliseti kipindi kile. Lina hela hatari na ndo kuzuia mlangoni. Nisikize kwa makini. Tega sikio lako kwa makini vio. Kama ulichinja kuku, sasa hivi chinja kondoo. Nataka nikurudishe kwa yule mganga. Uende ukafanye makarate mapya
Kama ikiwezekana uroge uko mzima. Si wanataka? Si tunadili na mtu mmoja na mama mkwe kajileta. Wao wanataka kurogwa. Uko mzima tuwainamishe kama kondoo. Na kama ulikuwa unatia dawa nusu kijiko, ongeza tia kijiko kizima mama. Sijui unanielewa? Sijui unanipata dadako mkubwa, manake hapa nipo umenitia taarifa niko nashengesha vibaya mno. Yaani sijielewi, naona kama hiyo ndoa ya kwangu imeingia ruba. Ila shoga yangu nikwambie kitu kimoja, uwe makini. Vibibi vinavyotoka kijijini, hasa watu wazima, wanakuwa na mambo mengi. Usije ukaja kushtukiwa bure. Akaja akamopoa mwanawe, kazi yetu ikawa tumefanya kazi ya bure. Habari ndio hiyo. Kuhusu hilo hata usiwaze shoga yangu. Unanielewa eh? Nikiamua nimeamua. Hafu kitu chingine, nilishaongea na mume wangu. Tukaelewana. Usiku natambulishwa. Nikishatambulishwa tu, mama mkwe huyo anaondoka zake kijijini. Afadhali. Bora ondoke kijijini tujitanue na sina mambo yetu. Hapo ndo muongea kitu. Shoga yangu huyo. Kaka, mimi nimekuja hapa na shida. Nafikiri maisha yangu unajua vizuri sana na kuishi na mke wangu. Kiukweli leo kuna changamoto kidogo imetokea. Mke wangu alijaribu pale kuleta danga lake, ila bahati nzuri mama alikuwepo. Kwa hiyo mama aliharibu mchongo wote na mke wangu hajafanikiwa kufanya chochote na ile danga lake. Kuna kogomvi kidogo kumetokea. Amesema ile danga lake alikuwa mediana 50,000. Kwa hiyo naye anaitaka hiyo 50,000. Na kama unavyojua mimi maisha yangu sina mbele sina nyuma. Kila kitu namtegemea yule mwanamke. Naomba unisaidie hiyo 50,000. Naeka bonde simu yangu. Siku nikiipata nitakuja kuichukua simu yangu. Sawa. Hivi kati ya mwanaume na mwanamke, ni nani ambaye alianza kuiona hii dunia wakati dunia imetengenezwa na Mwenyezi Mungu? Mwanaume. Unadhani ni kwa nini? Hapana, sijui kwa nini. Mungu amemuumba mwanaume ili awe kiongozi mzuri katika safari ya mahusiano. Na ukiona mwanaume inafikia wakati mpaka mwanamke anakuendesha, unajua kuna shida kidogo katika ufahamu wako. Yaani mwanamke anakupelekesha mpaka, ndugu yangu, inafikia wakati unaenda kuuza kifaa cha mawasiliano. Yaani kifaa ambacho kingekusaidia wewe kupigiwa simu kwamba kuna mchongo sehemu fulani. Unaona unakiweka bondi ili mradi kumfurahisha mwanamke. Hiyo ni sehemu ya ujinga. Sasa unaweka bondi hii simu alafu mimi nalifahamu hilo. Lakini wewe mwenyewe unajua kwamba mimi nimeshangaika sana kutafuta kazi lakini nimekosa. Kwa hiyo sina kitu kingine cha kufanya zaidi ya kuweka bondi tu hiyo simu. Mimi nakuomba kama unaona hiyo pesa basi naomba unisaidie. Mimi 50,000 nitakupa kama utanirudishia sawa, na kama hujanirudishia sawa ni vyema ukafanya unavyojisikia kufanya, ila kama mwanaume jitafakari. Mimi nikushukuru sana kwa msaada wako. Na nakuahidi nitafanyia kazi ushauri wako. Ndio ushafeli mpaka hapo, kwa sababu zoezi la kufanyia kazi ndio kufeli kwenyewe huko. Mwanaume anaanzia sasa kwamba naamua sasa hivi sitaki ujinga na nyoosha hivi. Nitafanyia kazi wakati unaenda. Kama ukifa kesho unatengeneza kifo chako kwa mikono yako mwenyewe. Punguza mbio zisizokuwa na msingi. Ngoja nikakuchukulia hiyo pesa. Sawa. Nashindwa
Samahani binti, umeweka nini kwenye hiyo juisi? Uamuzi wako ni sawa, maana jibu la mjinga ukimya. Penzi lako likuwa dawa, moyoni mwangu umejanigima. Najitahidi nisichachama, lakini